Katika muktadha wa mivutano inayoendelea na siasa zenye mwelekeo wa kijeshi barani Afrika, Urusi imeonyesha nia yake ya wazi ya kuendeleza ushawishi wake kwa kuipatia silaha nzito na magari ya kivita jeshi la taifa la Libya LNA linaloongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Hatua hii imeibua maswali makubwa kuhusu usawa wa nguvu nchini Libya na athari panya za kijiografia katika eneo la Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Katika gwaride lililofanyika Mei 26 mwaka huu mjini Benghazi kuadhimisha kumbukumbu ya Operesheni Dignity, Haftar alionyesha silaha mpya na magari ya kivita kutoka Urusi kwa mara ya kwanza. Miongoni mwa vifaa vilivyovutia macho ni pamoja na BM30 Smash, mfumo wa kurusha makombora ya masafa marefu, Tor, mfumo wa ulinzi wa anga wa masafa mafupi, BMP-2M Berezok, gari la kivita la kupambana na infantry, BTR-82A, gari la kusafirisha wanajeshi, Spartak, magari ya kivita yenye uwezo wa ulinzi wa hali ya juu, T-72M na T-55, mizinga ya zamani lakini iliyoboreshwa kwa kuta za kuzuia ndege zisizo na rubani yani drones, Pantsir S-1E, mfumo wa ulinzi wa anga uliosambazwa hapo awali kupitia Umoja wa Falme za Kiarabu. Ripoti zinaonyesha kuwa tangu Desemba mwaka uliopita, ndege za kijeshi za Urusi zimekuwa zikiruka mara kwa mara kati ya Urusi na Libya kupitia anga ya Uturuki hadi kituo cha anga cha Al-Hadim mashariki mwa Benghazi. Uwepo wa vifaa hivi unahusishwa pia na shughuli za Wagner Group, kundi la mamluki wa Urusi linalodaiwa kutumia uwanja huo kusafirisha silaha na kusafirisha dhahabu kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati. UAE imekuwa mdhamini muhimu wa Haftar kwa muda mrefu. Kwa njia zao, walipokea mifumo ya Pantsir S-1E iliyotengenezwa Urusi lakini iliyowekwa kwenye chasisi ya magari ya MAN. Ushirikiano huu unalenga kuimarisha nguvu za Haftar dhidi ya serikali ya Umoja wa Kitaifa GNU inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na makao yake makuu yakiwa Tripoli. Libya imegawanyika katika mamlaka mbili kuu, GNU huko Tripoli inayoungwa mkono na Uturuki pamoja na LNA huko Benghazi inayoungwa mkono na Urusi, UAE na mamluki wa Wagner. Mgawanyiko huu umeendeleza hali ya sintofahamu ya kisiasa na kusababisha taifa hili kuwa uwanja wa mapambano ya nguvu kati ya mataifa ya nje. Wakati GNU ikitegemea wanajeshi wa Uturuki na vituo vya kijeshi upande wa magharibi, LNA inazidi kujiimarisha kijeshi upande wa mashariki kwa msaada wa silaha za kisasa kutoka Urusi. Hatua ya Urusi kumiminia silaha LNA ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuongeza ushawishi wake barani Afrika. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi, hali ya usalama ya Libya iko hatarini kuzorota tena endapo mivutano itaongezeka. Mashindano ya kimataifa baina ya Urusi na mataifa ya magharibi yatazidi kuchochea migogoro ya ndani, bila kusahau Waafrika wa kawaida hasa katika maeneo yenye mivutano wataendelea kuwa wahanga wa siasa hizi za madola. Wakati Haftar akionekana kuwa na silaha nzito na magari ya kivita yaliyoboreshwa, swali kubwa linasalia: je, haya yote yatarejesha amani au kuendeleza vita visivyoisha? Uwepo wa majeshi ya kigeni, mamluki na mikondo ya silaha kutoka nje ni kiashiria kwamba Libya bado ni uwanja wa mashindano ya kisiasa na kijeshi duniani. Katika ulimwengu unaoshuhudia ongezeko la mashindano ya kijeshi barani Afrika, ni wajibu wa jamii ya kimataifa kutafuta suluhisho la kweli, si kwa bunduki bali kwa diplomasia ya kweli.